Niwaombe wananchi, jamii yangu haijasoma, watu wa serikali muelewe, mmeletwa hapa kusaidia hii jamii. Ninaombeni msaidie watu wangu. Ninapoona maruerue naumia kwenye roho. Sijasoma sheria bahati mbaya. Kati ya vitu ambavyo nimesoma nikiwa mdogo, sio kwa sababu najua sheria inalipa, ni kwa sababu najua nataka kutetea maslahi ya watu wangu. Kuna watu wamepewa mashamba, inawezekana walipewa miaka hiyo, lakini ukitafuta udhibitisho wake unahangaika usiku na mchana, hupati udhibitisho wa kweli. Nataka mwisho wa uongozi huu, natamani yale maswali ya kigumizi, huyu alikuwa amepewa heka 200 lakini sasa ana heka 7,000, huyu sijui amepewa. Natamani na nitapigana kwa udi na uvumba. Mimi ni kijana mwenye nguvu. Mkurugenzi mtendaji Halmashauri ya Wilaya Simanjiro, sanduku la posta 9596 Simanjiro Manyara. Yahusu ombi la taarifa ya mashamba makubwa ndani ya wilaya Simanjiro. Natumai barua hii inakukuta ukiwa na afya njema na unaendelea vyema na majukumu yako ya kila siku ya kuwahudumia wananchi wa wilaya Simanjiro. Ofisi ya mbunge wa jimbo la Simanjiro inaendelea kufuatilia karibu masuala mbalimbali ya maendeleo ya wilaya, ikiwemo usimamizi wa matumizi ya rasilimali za ardhi. Kwa kuwa wilaya ya Simanjiro ina eneo kubwa la ardhi linalotumika kwa shughuli mbalimbali kama vile ufugaji, kilimo na uwekezaji wa mashamba makubwa ya kibiashara, ni muhimu kwa ofisi wa mbunge kuwa na taarifa sahihi zilizohuishwa kuhusu umiliki na ukubwa wa mashamba makubwa yaliyoko ndani ya wilaya. Kwa kuzingatia umuhimu wa kuwa na kumbukumbu sahihi kwa ajili ya rejea katika masuala ya maendeleo, mipango ya matumizi bora ya ardhi, pamoja na kujibu hoja mbalimbali zinazotolewa na wananchi na wadau wa maendeleo, ofisi ya mbunge inaomba kupatiwa taarifa rasmi kuhusu mashamba makubwa yenye ukubwa wa kuanzia ekari 500 na kuendelea yaliyopo ndani ya wilaya ya Simanjiro. Hivyo basi, naomba ofisi yako itusaidie kutupatia taarifa zifuatazo: idadi kamili ya mashamba makubwa yaliyopo ndani ya wilaya ya Simanjiro yenye ukubwa wa kuanzia ekari 500, majina ya wamiliki au wawekezaji wa mashamba hayo, iwe ni watu binafsi, kampuni au taasisi, ukubwa wa kila shamba kwa ekari au hekta, kijiji na kata shamba husika lilipo, aina ya matumizi ya shamba, mfano kilimo cha mazao, ufugaji, uwekezaji wa kibiashara na kadhalika, hali ya umiliki wa kisheria wa ardhi husika, mfano hatimiliki, hati ya kimila au upangaji wa ardhi na kadhalika. Kama ambao nitasahau, naomba mtanikumbusha ndugu zangu. Mkuu, nianze na ile ya kwako hapo uliyazungumzia. Tulianza na la kwanza ya migogoro ya ardhi. Sana sana tunazungumzia mipaka ya vijiji na vijiji. Hili mkuu, naomba tulipokee, na baraza la juzi tumelisika sana. Mheshimiwa Odena alikuwepo. Tumekubaliana tunapanga ratiba ya wilaya nzima. Sehemu zote zenye migogoro tutapita. Lakini mkuu, tukakubaliana pia kwenye baraza hilo tukaomba, inawezekana wataalamu pia kwa changamoto muda mwingine. Inawezekana kwa changamoto, lakini pia mkuu, nikuambie tu ukweli. Sababu umekuwa mkweli sana kwenye hii hotuba yako. Pia wanasiasa pia changamoto. Kabisa mkuu. Tunaenda field, mnafika, mnaanza kudefine, tutakubaliana kwenye meza. Tufike mpaka pointi ya mwisho ili tuone nani kaliwa wapi, afu ambaye hajaridhika aje aseme. Pointi ya kwanza mtu mmoja ana fly, ya pili aliye fly anakataa. Zote zinaishia hapo. Kwa tunakuomba kwa nafasi yako tusaidie sana mheshimiwa. Kwenye hii kama cabinet yako ya Simanjiro, tukiingia field watu waache kwanza tufanye kazi ya kitaalamu. Ambaye hajaridhika, sisi sio miungu watu, kuna hatua nyingine za kufuata. Na kwa hivyo tusaidie sana kwenye hili mheshimiwa. George Timbau la mama na baba, nilikuwa nawaomba kama kesho wataweza waje ofisini kwangu saa 4 asubuhi na nyaraka zote za mahakamani
ili tuone tunawasaidiaje. Asante. Alafu kingine wasimamie, unajua mheshimiwa, naomba niseme, cha kwanza kuna makundi ya kisiasa ambao ni kama yana mtu akiingia madarakani wanataka aonekane huyo aliingia ifanye kazi. Alafu kitu kingine hakuna uwazi. Kuna shamba X liko wilaya hii. Kijiji wamefanya matumizi ya ardhi, wameweka malisho. Mwenye lile shamba ana hati ya kamishna. Kwa hiyo yule akitaka kuomba kibali cha kufyeka kijiji wanamkatalia, lakini yeye alipewa hati kabla ya matumizi bora ya ardhi. Tunawaomba viongozi wote kuanzia mwenyekiti, mtendaji, wajumbe wa serikali ya kijiji wawe wawazi wanapopanga hii mipango ya muda mrefu ili kuepusha kuleta migongano ya matumizi.